Mei 28 mwaka 2025, mbawa za malaika mtoa roho ziliacha upepo na baridi la simanzi katika mioyo ya wanafasihi ulimwenguni kote. Ni simanzi isiyo na kifani zaidi katika mioyo ya wana Afrika Mashariki. Ngugi wa Thiong'o alikuwa ni mwandishi nguli na msomi mashuhuri kutoka nchini Kenya. Januari 5 mwaka 1938, tena katika nchi ya Kenya, katika eneo la Limuru, ndege waliimba tena na kusherehekea baada ya kuzaliwa kwa mwandishi nguli huyo. Ngugi wa Thiong'o alipata umaarufu mkubwa kupitia riwaya zake mbalimbali. Kwa mfano, Weep Not Child ya mwaka 1964, A Grain of Wheat ya mwaka 1967, Perils of Blood ya mwaka 1977 na tamthilia mbalimbali ikiwemo The Black Hermit ya mwaka 1963. Na miongoni mwa kazi zake maarufu ni kile kitabu alichoshirikiana na mwanafasihi mwenzie Ngugi wa Mary, I Will Marry When I Want. Tamthilia na riwaya hizi nyingi zilimpa umaarufu kwa sababu zilikuwa zikielezea athari za kikoloni. Ngugi alizaliwa Kenya katika kijiji cha Kamirithu karibu na Limuru katika jamii ya Wagikuyu na akabatizwa jina la James Ngugi. Alikuwa mtoto wa 5 wa mke wa 3 wa baba yake. Baba yake alikuwa ni mkulima aliyepotewa na shamba lake kutokana na Waingereza kutekwa na kutwaa nyanda za juu za Kenya. James alisoma shule za kikoloni, kwa mfano Alliance High School iliyopo katika mji wa Kikuyu. Baada ya kumaliza shule alifunga ndoa mwaka 1961 na mwaka 1962 aliandika tamthilia yake ya kwanza The Black Hermit ambayo ilivuma na kuzua maarufu mkubwa duniani kote. Mnamo miaka ya 1970 Ngugi aliacha kuandika kwa Kiingereza na kuanza kuandika kwa lugha ya Kikuyu kama njia ya kupinga ukoloni wa kiutamaduni. Kufuatia msimamo wake wa kisiasa na mabadiliko yake ya kuikosoa serikali ya Kenya, alikamatwa na kuweka kizuizini bila mashtaka rasmi mnamo mwaka 1977. Tangu mwaka 1982 aliishi miaka mingi nje ya Kenya akifundisha kwenye vyuo vikuu mbalimbali kama Yale New York na Irvine California. Ngugi aliendelea kuwa na sauti ya kifalsafa na kiitikadi kuhusu uhuru wa Afrika, ukombozi wa kiutamaduni na haki za lugha mama. Maandishi yake ni pamoja na riwaya, tamthilia, hekaya, insha na uhakiki. Alianzisha gazeti lake la lugha ya Kikuyu. Mwaka 2004 Ngugi alirudi kwa mara ya kwanza Kenya, lakini alipata maarifa mabaya huku akishambuliwa na wahuni na kuibiwa mali zake. Shabaha yake muhimu ya ziara yake ilikuwa ni kutangaza riwaya yake mpya kwa Gikuyu ambayo iliitwa Murogi wa Kigogo. Kiini cha imani ya Ngugi ni ya kwamba kwa kutumia lugha za kienyeji pekee, waandishi wa Afrika watafikia wananchi wa kawaida, kushinda ukoloni mamboleo rohoni. Tatizo alilonalo hapo ni ya kwamba lugha za kienyeji zinarudi nyuma haraka katika mazingira ya kisasa. Hata zikiendelea kuzungumzwa na kusikilizwa kwa redio, si lazima zinasomwa pia. Ngugi wa Thiong'o hatakumbukwa tu kwa kuwa ni mwandishi na mwanafasihi, bali ni miongoni mwa wanaharakati wakubwa katika kuondoa ukoloni mamboleo ndani ya Afrika. Mei 28 mwaka 2025 ndio siku ambayo malaika mtoa roho aliondoa uhai wa mwanafasihi huyu. Ngugi alifariki katika mji wa Georgia nchini Marekani, huku sababu ya kifo chake ikitajwa kuwa ni matatizo ya figo pamoja na saratani ya tezi dume. Mwanafasihi huyu anatimiza miaka 87 katika ulimwengu huu, japo ameacha athari ambayo inatumainiwa kuwa itadumu katika ulimwengu wa elimu duniani kote.
Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amin. Asante sana kwa kuendelea kusalia nami. Lango jina ni Ismail Rashid wa Rubea TV. Nikusihi usiache kusubscribe, kulike na kutuachia maoni yako katika comment. Lakini pia unaweza kutembelea mitandao yangu ya kijamii official_Rubea. Asante sana na chao.